Lori lilisimama pembezoni mwa barabara ya vumbi, mahali pa mbali, kilomita kadhaa kutoka jijini. Khalid alishuka polepole, akavuta pumzi ndefu ya hewa safi. Lakini moyoni kulikuwa na mawingu mazito ya hofu na mashaka. Sabrina alitazama mbele yao, nyumba ndogo ya mbao iliyoachwa bila watu, yenye taa moja iliyokuwa inawaka kwa taa hafifu. Sabrina akasema kwa sauti ya tahadhari, "Hapa ndipo anapoishi Profesa Malik. Nilisikia aliwahi kujificha baada ya kugundua Kenga alikuwa akitumia utafiti wake vibaya." Khalid akasema kwa sauti makini, "Basi Tumaini liko hapa. Labda atajua namna ya kutuokoa kutoka katika hii damu yenye laana." Wanaingia ndani kwa tahadhari. Mlango unalia unavyofunguliwa. Ndani kuna harufu ya dawa, vitabu na vumbi la miaka mingi. Kwenye meza kulikuwa na vitabu vya kisayansi, sindano na michoro ya ubongo wa binadamu. Sabrina akapiga hatua mbele, akavuta karatasi moja, lakini kabla hajamaliza kusoma taa ziliwaka ghafla na sauti nzito kasikika nyuma yao. Sauti ya mwanamke yenye utulivu lakini ya ajabu. "Ninyi wawili mlikuja kwa Malik?" "Yaani mmechelewa kidogo tu, mngemkuta yuko hai." Khalid anageuka taratibu. Uso wake unakakamaa, moyo wake unadunda haraka. "Cherry," Sabrina anasema naye kwa mshangao. "Haiwezekani. Cherry alishakufa kwenye mlipuko wa pharmacy." Cherry anasema kwa tabasamu la utulivu, "Ndiyo, nilivyotaka muamini hivyo, lakini Kenga alinipata kabla hamjaniona. Akanitumia kama mfano wa kwanza wa uhai wa dawa ya mapenzi." Anainua mkono wake. Ngozi yake inaonekana kuwa na alama ya sindano. Macho yake yanang'aa pinki hafifu kama ya Khalid. Khalid anasema kwa maumivu, "Cherry, kwa nini hukuniambia ukweli? Nilikupenda. Nilihisi ulimwengu wote ni wako." Cherry anasema kwa sauti ya utulivu, "Na mimi nilikupenda Khalid, lakini nilikuwa nimepoteza kumbukumbu zangu halisi. Nilichokuwa nacho ni hisia bandia zilizopandikizwa kichwani mwangu na Kenga. Mapenzi niliyokuwa nayo yalikuwa program, sio moyo." Anakaribia hatua chache mbele, machozi yakianza kumtoka. Cherry anazungumza, "Nilipoanza kukumbuka vipande vya ukweli, Kenga alinitenga, akanitumia kama chambo, akijua siku moja mtakuja kwa Profesa Malik. Lakini sasa Malik hayupo. Aliuliwa jana usiku." Sabrina anasema kwa mshangao lakini na hasira, "Kenga ameuawa?" Cherry anamjibu huku akitikisa kichwa, "Ndiyo, na sasa ninyi wawili ndio alama pekee za majaribio yaliyosalia hai. Anataka kurudisha dawa ya mapenzi kupitia damu zenu. Na mimi nimekuja kuwaonya kabla hajawapata." Sabrina anasogea karibu na Cherry kwa tahadhari, "Kama bado una akili yako Cherry, unaweza kutusaidia. Tunahitaji formula ya Malik, ile aliyokuwa ametengeneza ili kuondoa dawa hii mwilini." Cherry anamjibu Sabrina, "Nina kipande kimoja tu cha maandiko yake, lakini kinahitaji damu ya mtu asiyeathiriwa kabisa na dawa hii ili kufanya kazi. Tatizo ni kwamba hakuna mtu kama huyo aliyesalia duniani." Khalid anakaa chini, akishika kichwa, machozi yakianza kumtoka. "Basi tumekwisha. Dunia itatawaliwa na mapenzi ya bandia. Watu watapoteza utu wao, na yote haya ni kwa sababu yangu." Cherry anajibu kwa upole, akimshika bega, "Usijilaumu Khalid. Wewe ni matokeo, sio chanzo, lakini bado kuna matumaini." Anaangaliana na Sabrina macho kwa macho.
Sabrina, wewe ni wa tofauti. Damu yako ina seli za kujikinga. Kenga hakukamilisha majaribio kwako. Wewe unaweza kuwa tiba. Sabrina anatetemeka, anakata kwa sauti ya hofu. Hapana, siwezi tena. Kila mara nikiwaza kuhusu maabara, naona damu, hofu, mateso. Cherry anasema kwa sauti ndogo. Lakini ukikimbia, dunia itaangamia. Kenga tayari ametengeneza kizazi kipya cha dawa. Amo X haitadhibiti hisia tu, bali akili kamili, na itasambazwa kupitia manukato, chakula na hewa. Khalid anasimama ghafla, akishika meza kwa hasira. Hapana, sitakubali. Kama Sabrina anaweza kuwa tiba, nitamtetea hadi pumzi yangu ya mwisho. Tunaanzia hapa, tena sasa hivi. Ghafla dirisha linavunjika. Risasi zinapiga ukutani. Cherry anamsukuma Sabrina na anaanguka chini. Cherry anasema kwa sauti ya haraka, "Kimbieni, ni watu wa Kenga. Wananifuatilia tangu nilipoondoka." Milio ya risasi kurindima inaendelea, vioo vikivunjika, sauti ya gari ikiwashwa. Sabrina akiwa ameshika mkono wa Khalid. "Cherry, njoo nasi." Cherry anajibu huku akitabasamu kwa huzuni. "Ninabaki. Nitaizuia timu yao ili mpate muda wa kukimbia. Kumbuka, Sabrina, ndani ya damu yako kuna tiba. Na Khalid, ndani yako kuna ufunguo kuamsha ubinadamu tena." Khalid anamtazama kwa macho ya maumivu, kisha anakimbia na Sabrina ndani ya misitu. Cherry anasema kwa sauti ya upole, "Mapenzi si dawa. Mapenzi ni dhabihu. Tena ametuumiza hivi." Usiku ule Cherry alijitoa kama shujaa, lakini kitendo chake kilianza sura mpya ya mapambano. Khalid na Sabrina walibaki na siri ya formula, damu yenye tiba, na jukumu la kuokoa dunia kabla ya Kenga hajawaongoza wanadamu kwenye utumwa wa mapenzi ya bandia. Baada ya vurugu, baada ya machozi, na baada ya haki kutendeka, Khalid alidhani kila kitu kimefikia mwisho. Lakini pale kaburini mwa Sabrina akilia kimya kimya, simu yake iliita, namba isiyojulikana, sauti isiyokuwa na hisia. Khalid alizungumza akiwa na hofu. "Halo, ni nani wewe?" Sauti ya upande wa pili ikasema. Ilikuwa sauti ya mwanamke. "Usiulize mimi ni nani, daktari. Kama unataka kujua ukweli, fika kwenye jengo la zamani la utafiti wa dawa, maeneo ya Kigamboni, saa 2 usiku, ukiwa peke yako, na usijaribu kuambia polisi." Simu inakatika, sauti ya upepo inavuma, muziki wa taharuki. Khalid alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Kila kitu kilichokuwa kimetulia sasa kikawa kivuli cha hofu mpya. Cherry alikuwa pembeni yake, akitazama uso wake uliojaa maswali. Cherry akasema kwa sauti ya upole, "Khalid, nani alikuwa kwenye simu? Umekunja uso kwa mtu aliyeona roho." Khalid akazungumza, "Sijui, lakini wamesema Sabrina hajafa." Cherry anatabasamu kidogo, lakini uso wake unabadilika kwa mashaka. "Sabrina? Haiwezekani. Nilimwona mwenyewe. Damu ilikuwa inatoka mwilini." Ndio maana lazima nijue. Kama kweli yuko hai, basi kuna jambo kubwa zaidi nyuma ya pazia hili." Saa 2 usiku zilipowadia, Khalid alikuwa amefika kwenye jengo lililotajwa, jengo la zamani lililokuwa limeachwa na serikali miaka 10 iliyopita. Taa za barabarani zilikuwa zimedhoofika na upepo kivuma kupitia madirisha yaliyovunjika. Sauti ya milango ikigonga kwa upepo, nyigu akiruka. Khalid akazungumza peke yake, "Hapa ndipo
lakini hakuna mtu. Au ni mtego? Au kweli Sabrina ni yupo? Ghafla taa moja inawaka upande wa pili wa ukumbi. Sauti moja ikasikika kutoka gizani. Karibu daktari, umefika kama tulivyotarajia. Khalidi anainua macho kuona wanaume wawili na mwanamke mmoja. Khalidi akasema kwa tahadhari, mnataka nini kutoka kwangu? Na Sabrina yuko wapi? Mwanaume mmoja akasema, tunauliza sisi kwanza, ulipataje diski ile ya video? Na ni nani aliyekukutanisha na Sabrina? Khalidi akasema kwa upole lakini imara, hiyo diski haipo tena, ilitumika. Na Sabrina ndiye aliyeniletea yeye mwenyewe. Wale wanaume na yule mwanamke wanatazamana, kisha mmoja anatabasamu. Inaonekana hujui kitu. Sabrina si tu dada wa Majaliwa, bali alikuwa mmoja wetu. Mpango wote wa kuanika video haukuwa ajali daktari. Khalidi anakunja uso kwa mshangao. Una maana gani? Mwanaume mmoja anasema huku akitembea taratibu. Sabrina alikuwa sehemu ya shirika la siri Famanet, kundi la wataalamu wa dawa, wanasiasa na wanajeshi waliokuwa wakitengeneza bidhaa za majaribio kwa watu bila ruhusa. Majaliwa alikuwa mmoja wao, lakini aligeuka mhalifu na kuanza kutumia siri hizo kwa faida yake binafsi. Sabrina alipanga kuangusha mfumo huo kwa msaada wako. Khalidi anavuta pumzi ndefu, akili yake inazunguka. Kwa hiyo kila kitu kilichotokea kilikuwa sehemu ya mpango mkubwa. Hata kufungwa kwangu, kila kitu kilipangwa. Yule mwanaume anajibu, sio yote, lakini wengi wetu tulijua ungekuwa chombo kizuri cha kuficha ukweli. Sasa Sabrina yuko hai, ila ametiwa mikononi mwetu, na tunataka uwe upande wetu daktari. Uendelee na kazi uliyokuwa unaifanya. Uendelee na kazi aliyokuwa anaifanya Sabrina. Khalid anasema kwa sauti tulivu, mnanitaka nifanye kazi na watu waliomfanya Sabrina apotee? Hapana, sitakubali. Mnapaswa kujua kitu kimoja, mimi ni daktari, si mtumwa wa siri zenu. Anarusha chupa iliyokuwa mezani. Taa zinazimika ghafla, kelele, risasi, watu wakikimbia. Giza likatawala. Risasi zikapiga ukutani na Khalid akakimbia kupitia dirisha lililovunjika. Mikono yake ikakatwa na vipande vya vioo, lakini moyo wake haukuogopa tena. Alikimbia hadi ufukweni, bahari ikivuma, anga likiwa jeusi. Akapiga simu moja tu kwa Cherry. Cherry, nipo salama, lakini mambo ni makubwa zaidi. Sabrina yuko hai na kuna watu wanataka kutumia jina lake kuficha uovu mkubwa. Hakikisha unaondoka nyumbani leo usiku. Wanakutafuta pia. Khalidi, subiri, uko wapi sasa? Nipo Kigamboni, lakini usinifuate. Nitaongea tena nikijua zaidi. Kama nisipoonekana kesho, elekea ofisi za Jabiri. Kuna jalada lake lililofichwa, ndilo litakalowaokoa. Sijui umenielewa Cherry? Simu inakatika. Cherry analia kimya kimya, huku macho yake kibadilika kwa hofu na uamuzi. Wakati huo ndani ya chumba cha siri kilicho chini ya lile jengo, Sabrina alifumbua macho yake taratibu. Alikuwa amefungwa mikono, lakini roho yake ilikuwa imara. Sauti ya mtu akizungumza nyuma yake, sauti ile ile ya mwanamke aliyempigia Khalidi. Alikuja kama ulivyosema, lakini hakutaka kushirikiana. Sabrina anasema kwa upole lakini imara. Basi msimdhuru, Khalidi ni muhimu. Yeye ndiye ufunguo wa kutuokoa sote. Sabrina anamaanisha nini? Ufunguo wa kutuokoa sote? Na ni kwa nini shirika la Famanet linamtafuta Khalid? Cherry atafanikiwa kumsaidia au naye ataingia kwenye mtego wa siri hizi?
Usiku ulianza kushuka taratibu, lakini safari ya Khalid na Sabrina ilikuwa ikipanda juu ya mlima uliojaa ukungu. Ramani waliopewa na Cherry ilikuwa inawaongoza kuelekea eneo lililoandikwa kwa maandishi mekundu, Base Amo Prime. Kituo hicho kilijengwa ndani ya mapango ya miamba, mahali ambapo dunia ilijificha siri zake za hatari zaidi. Sabrina anatoka ndani ya lori, anavaa koti lake jeusi, anavuta pumzi kwa nguvu. Tuko hapa, kituo cha kudhibiti hisia za wanadamu wote. Tulipoingia maabara ya Kenga mara ya kwanza, hatukuwa tunaijua ni wapi tunaelekea, lakini safari hii tunajua kila kitu kiko hatarini. Wanatembea taratibu hadi kwenye lango kubwa la chuma lililoandikwa Amo Systems Restricted Access. Langoni palikuwa na skana ya macho. Sabrina alipoweka uso wake karibu, screen iliwaka pink na sauti ya teknolojia ikasema, Access granted. Subject S1 recognized. Mlango ukafunguka kwa sauti ya na baridi kali ikatoka ndani kama upepo wa kifo. Ndani taa zilikuwa zinawaka na kuzima kwa mlolongo wa tofauti. Sakafu iling'aa kama kioo. Vioo vya kompyuta vilikuwa vinatoa mlio wa data ya sekunde. Hii ndio injini ya mfumo wote. Mamilioni ya hisia zikiwa zinapimwa kwa sekunde. Angalia Khalid, kila mtu duniani anaunganishwa kupitia mtandao huu. Hii ni zaidi ya nilivyodhani. Kenga hakutaka kutengeneza upendo, alitengeneza udhibiti wa akili wa hisia. Ghafla taa zinapiga mwanga mkali, kisha zinazimika. Sauti ya mwanamke inasikika hewani, tulivu lakini yenye huzuni. Ni sauti ya Cherry. Karibuni wapendwa wangu, nimekuwa nikiwasubiri. Sabrina ananyanyua macho, machozi yakianza kumtiririka. Cherry, ni wewe kweli? Cherry anamjibu, ndiyo, lakini sio kama ulivyonijua. Mimi sasa ni sehemu ya mfumo huu, moyo wa Amo Prime. Kenga amenifunga hapa. Akili yangu ndio chanzo cha hisia zote. Khalid anakaa taratibu akishika kichwa. Hiyo inamaanisha ukifutwa dunia nzima itapoteza hisia zake? Ndiyo, lakini ukiniacha nipo, Kenga ataendelea kutumia hisia zangu kudhibiti wanadamu wote. Mliochagua mapenzi ya kweli, sasa lazima mchague maumivu yake. Sauti ya Kenga inavuruga anga ya chumba kizima, huku ikicheka. Hongereni watoto wangu, mmefika mwisho wa safari yenu. Sasa muone nguvu ya sayansi yangu. Ukuta wa hologramu unawashwa. Kenga anaonekana akiwa kwenye kiti cha udhibiti, macho yake akiwa na glasi ya data. Khalid anasema huku akiwa na hasira, Kenga, umesababisha mateso, majeraha na vifo. Unafanya yote haya kwa nini? Kenga anamjibu huku akitabasamu, kwa sababu dunia haijui kupenda tena, Daktari Khalid. Nilitaka kuunda mfumo ambao unaweza kulazimisha upendo ili kuzuia vita, chuki na uharibifu. Nilitaka amani kwa nguvu. Sabrina anazungumza. Lakini amani ya kulazimishwa si amani, Kenga. Ni utumwa wa roho. Kenga anabonyeza kitufe. Ghafla Sabrina na Khalid wanaanza kuona picha za kumbukumbu zao, zile za nyuma kabisa, zikibadilika kama ndoto za bandia. Kila wazo lilianza kufifia wakati mfumo wa Amo Prime ukianza kuwashika. Kila kumbukumbu ya upendo, kila huzuni, kila uoga vilianza kugeuzwa programu inaweza kudhibitiwa. Khalid anapiga kelele kwa maumivu. Hapana, sitakubali tena kudhibitiwa. Anaweka mikono yake juu ya paneli ya kompyuta, macho yake kianza kung'aa pinki kwa nguvu. Umeme unapita kwenye mfumo wote. Cherry anasema kwa sauti ya hofu,
Khalid, umeunganishwa na mfumo, unachoma akili yako. Khalid anamjibu Cherry kwa sauti dhaifu. Ni lazima nifanye hivi ili Kenga asiwatawale tena. Sabrina anamkumbatia, machozi yakimtoka. Tafadhali usijitoe. Kumbuka Cherry alisema msimbo wa kuzima mfumo ni love ends where truth begins. Khalid anapumua kwa nguvu akiangalia hologramu ya Cherry. Cherry, tafadhali tuambie ukweli. Upendo wako ulikuwa wa kweli au ni sehemu ya dawa hii? Cherry anasita kwa muda mrefu, kisha anasema kwa sauti ya huzuni lakini ya kweli. Mapenzi niliyohisi kwako hayakuumbwa na science Khalid. Yalikuwa ni mimi kabla hata sijatiwa dawa. Huo ndio ukweli. Na pale ukweli unapoanza, dawa inaishia. Sabrina anatamka taratibu maneno yale yale kwa sauti kubwa. Love ends where truth begins. Mfumo mzima unatetemeka. Taa zinawaka kwa mwanga mweupe mkali. Sauti ya Kenga inatoka kipiga kelele. Hapana! Hamwezi kuizima. Mimi ndiye upendo wenyewe. Anajaribu kuamuru mfumo, lakini Cherry anageuka dhidi yake. Hapana Kenga. Mapenzi ya kweli hayawezi kuamrishwa. Hayaishi kwenye maabara wala kwenye kompyuta. Yanaishi kwenye mioyo ya wale waliochagua. Mwangaza mkubwa, kelele na mlipuko wa mwanga wa pinki unaangaza kila kitu. Kisha ukimya unatawala. Baada ya sekunde kadhaa upepo pekee ulisalia. Kompyuta zote zilikuwa zimezimika. Mioyo yao ilikuwa bado inafanya kazi. Lakini sasa dunia ilikuwa huru. Sabrina akafumbua macho yake. Cherry alikuwa amepotea kwenye screen, lakini sauti yake ilibaki hewani, nyororo kama wimbo. Asanteni kwa kuniokoa. Na kumbukeni, mapenzi ya kweli hayahitaji formula. Yanaanza pale mtu anapokuwa tayari kuumizwa lakini bado kuchagua kupenda. Sabrina anaongea akiwa anashika mkono wa Khalid. Tumeokoka, lakini tumempoteza Cherry. Hapana, hajapotea. Yupo nasi. Kila hisia tunapohisi, kila moyo unapodunda, yeye ndiye dawa halisi ya mapenzi. Wanaangalia mbali, jua la asubuhi likichomoza juu ya milima, likimulika mabaki ya kituo kilichoteketea. Na hapo safari yao ilianza upya. Safari ya kuwasaidia wengine kuelewa kuwa sayansi inaweza kutengeneza miujiza, lakini moyo wa binadamu pekee ndio unaweza kutengeneza mapenzi ya kweli. Wiki 2 zilikuwa zimepita tangu mlipuko wa Ammo Prime. Jiji lilianza kuwa mpya, bila skrini zinazodhibiti hisia, bila watu kulazimishwa kupenda. Lakini chini ya utulivu huo siri nyingine ilikuwa inaanza kuchomoza. Sabrina alianza kuhisi kitu kisicho cha kawaida. Sauti makaratasi yanageuzwa. Sabrina yuko kwenye meza akifanya utafiti. Ghafla anashika kichwa kwa maumivu makali. Kichwa changu. Kila nikijaribu kufikiria naona picha. Kenga na maneno yale yale, Ammo doesn't die. Anainuka, anakimbia hadi kwenye kioo cha dirisha, akijitazama. Macho yake yalitoa mwanga hafifu wa pinki. Ni mwanga ule ule uliokuwa kwenye mfumo wa Kenga. Sabrina anasema kwa hofu, hapana, haiwezekani. Tuliharibu mfumo wote. Anashika kifua chake. Pumzi zinakata. Sauti ya kiume inasikika kichwani mwake. Sauti ya Kenga ikicheka taratibu. Uliwaza unaweza kuniua Sabrina? Niliunda mfumo wa hisia na wewe ni sehemu yake sasa. Mimi naishi kupitia wewe. Sabrina anaanguka chini. Kisha sauti ya mlango inasikika. Khalid anaingia akiwa na kahawa.
Habari ya asubuhi, mrembo wangu wa kisayansi. Umeamka mapema leo. Anamwangalia, macho yake kigundua uso wake uliojaa hofu. Sabrina, una nini? Hakuna. Ni maumivu madogo tu ya kichwa. Labda ni uchovu. Anatabasamu kwa uongo, lakini sauti ya Kenga bado inacheka kichwani mwake. Khalid hakujua kwamba wakati Sabrina kitabasamu, ndani yake kulikuwa na vita. Moyo wake ulikuwa wa Sabrina, lakini akili yake ilikuwa inaanza kugawanyika vipande viwili, Sabrina na kivuli cha Kenga. Katika ndoto, Sabrina alikuwa ndani ya maabara ya zamani ya Prime. Mashine zilikuwa zimezimika, lakini sauti ya Kenga ilisikika kutoka kwenye ukuta. Kenga akisema, nilikwambia Sabrina, sayansi haifi. Ulikuwa unafikiri uliniua, lakini uliunganishwa nami uliponishika wakati wa mlipuko. Sasa ni mimi na wewe. Hapana, siwezi kuwa na wewe. Anajaribu kukimbia, lakini sakafu inageuka kuwa kioo, ikiakisi sura mbili. Moja ni ya Sabrina na nyingine ya Kenga. Kenga anasema kwa sauti nzito, angalia vizuri. Kadri unavyompenda Khalid, ndivyo ninavyopata nguvu zaidi. Kwa sababu mapenzi ni nishati. Ni nishati, na mimi ndiye mzizi wake. Sabrina anaamka ghafla, akihema kwa nguvu, jasho limembubujika. Sabrina, uko sawa? Nilisikia kilio. Ni ndoto tu, usijali Khalid. Nimeota ndoto mbaya. Sawa basi. Lakini kumbuka, hakuna ndoto mbaya inayoweza kushinda moyo ulio na upendo. Anambusu paji la uso, kisha anatoka. Lakini mara tu Khalid alipoondoka, Sabrina akashika kioo cha meza, uso wake ukionyesha kivuli cha Kenga kwa sekunde moja. Macho ya pinki, tabasamu la hila, sauti ya elektroniki ndogo ikianza ndani ya kichwa chake. Tumeanza Sabrina. Upendo wenu ndio chanzo cha nishati yangu mpya. Ni muda si mrefu, dunia itaanza kupenda kwa amri yangu tena. Anacheka kwa sauti ndogo ya kikatili, kisha anakuwa kimya. Usiku huo Sabrina aliamua siri hiyo ibaki kwake. Alijua ukweli mmoja tu, akimwambia Khalid angemuua kwa huzuni, na akinyamaza dunia ingeangamia. Kwa mara ya kwanza upendo ukawa sumu. Je, Sabrina ataweza kupigana na kivuli cha Kenga kilichomo ndani yake? Au mapenzi yake kwa Khalid atachochea kurudi kwa mfumo wa Amo Prime? Siku 3 baada ya ndoto ile ya mwisho, Sabrina alianza kubadilika. Alikuwa kimya zaidi, mwenye mawazo mazito, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na vita ya mwisho kati ya utu wake na kivuli cha Profesa Kenga kilichojificha kwenye akili yake. Sauti ya Sabrina ikizungumza peke yake kitazama kioo. Hapana, sitakuruhusu kunidhibiti tena. Nilikupoteza mara moja, na sasa nitakumaliza kabisa. Sauti ya Kenga inasikika kichwani mwake, ikicheka taratibu. Huna uwezo huo Sabrina. Umeunganishwa na mimi. Kila pumzi yako ni data yangu. Kila hisia yako ni nishati yangu. Ukiniua, utaangamia pamoja nami. Sabrina anashika kifua, akihema kwa nguvu. Khalid ambaye alikuwa ametoka kwenda kwenye taasisi mpya ya utafiti, alirudi ghafla alipohisi kitu kisicho cha kawaida. Moyo wake ulijaa wasiwasi, kama kuna sauti ilimuita nyumbani. Sauti ya mlango kifunguliwa kwa nguvu, na Khalid akaingia. Sabrina, upo wapi? Aliingia chumbani. Anamkuta Sabrina amesimama mbele ya kioo, macho yake akiwa mekundu yakichanganyika na pinki. Kando yake ya skrini ya hologramu ya Kenga
ikianza kuunda umbo la mwanadamu. Akaonekana Kenga huku akitabasamu. Karibu nyumbani Dr. Khalid. Mpenzi wako amenikubali tena. Tazama, sasa tumekuwa kitu kimoja. Akili ya kisayansi na moyo wa upendo. Ulimwengu unahitaji sisi. Sawa Dr. Khalid. Khalid akasema kwa hasira. Hapana, dunia inahitaji uhuru, si upendo wa kulazimishwa. Anamsogelea Sabrina, lakini mwanga mkali unamtupa nyuma. Mwangaza wa pinki ulienea chumbani, ukigawanya hewa, ukitikisa sakafu. Kila neno la Sabrina lilikuwa likibadilika kwa msururu wa sauti za kielektroniki. Sabrina kwa sauti ya mchanganyiko wa kibinadamu na mashine akasema, Khalid, nisaidie, ninapoteza udhibiti. Kenga akazungumza huku akicheka. Hawezi kukuokoa Sabrina. Sasa wewe ndiye mfumo wenyewe. Ukiangamia, moyo wa mapenzi yote dunia nzima itafariki. Khalid anainuka taratibu, machozi yakimtiririka, kisha anainua kiganja chake. Basi, nitafanya jambo moja tu. Nitakupenda kwa nguvu zaidi ya hofu yako. Anamkumbatia Sabrina. Hata wakati mwanga wa pinki unamchoma ngozi, mishale ya umeme inawazunguka, lakini yeye anakataa kuachia. Kenga anasema kwa hofu, unafanya nini? Utakufa kijana. Khalid anamjibu, mapenzi ya kweli hayaogopi maumivu. Hayahitaji formula, hayahitaji udhibiti, yanapenda hata kama yanaumiza. Anainua uso wake akimwangalia Sabrina kwenye macho yake. Sabrina, kumbuka wewe ni nani. Kumbuka mimi, kumbuke Cherry, kumbuka tulivyopigania upendo halisi. Kimya kinatawala. Kisha Sabrina anapumua kwa nguvu. Mwanga wa pinki unabadilika kuwa mweupe safi. Sabrina anasema kwa sauti dhaifu, Khalid, naona kila kitu. Kenga anajaribu kujificha. Anaweka mikono yake kifuani mwa Khalid, macho yakiwa yamejaa nuru ya amani. Sabrina anasema tena, lakini sasa ninachagua, sio sayansi, sio hofu. Ninachagua mapenzi. Anapiga kelele ndogo, mwanga mkali unaangaza kila kitu. Mashine zote zililipuka kwa sauti moja kubwa. Baada ya sekunde chache ukimya mkubwa ukatawala. Wakati mwanga ulipotoweka, Sabrina alikuwa amelala mikononi mwa Khalid. Mashine zote ilikuwa zimezimika na sauti ya Kenga haikusikika tena. Sabrina, umefanikiwa. Umemuua kabisa. Anambusu paji la uso. Sabrina anafumbua macho pole pole. Ndio, lakini nimehisi kitu. Moyo wa dunia unadunda tena bila mashine. Siku chache baadaye walikusanya masalio ya kituo cha Amo Prime. Khalid aliandika utafiti mpya, Science of Love, when emotions belongs to the heart, not the lab. Waliamua kuanzisha taasisi ndogo ya kusaidia watu kuelewa hisia zao, si kwa dawa, bali kwa huruma, mazungumzo na uaminifu. Sauti ya Cherry inasikika kama sauti ya upepo ya kiroho. Asanteni kwa kunikomboa, kwa kuthibitisha kwamba upendo hauhitaji nambari wala mitambo, unahitaji moyo unaothubutu. Muziki wa furaha wa mwisho unaanza. Na hivyo safari ya Khalid na Sabrina ikaishia hapo, lakini somo la maisha yao lilibaki. Mapenzi ya kweli hayajengwi kwa hofu, hayadhibitiwi na sayansi, na hayaishi kwenye skrini, bali kwenye moyo wa yule anayechagua kupenda hata bila uhakika wa kupendwa tena.